Sikae kimya, shukuru Mungu, omba. Shukuru Mungu. Kile ambacho naomba ni kumwombea mtoto pia apokee uponyaji katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa uaminifu wako. Asante Bwana kwa neema yako kuna ya ajabu. Tuna kila sababu ya kusema wewe ni Ebeneza kwetu nyakati zote. Utabaki. Sura 26 mstari wa 6 hadi 13. Wamemtolea jana Mungu shukrani siku sababu Daktari Victor alipaswa ushindi ambao anamtumikia Mungu huko kule Monduli. Naomba kitabu cha Mathayo 26 mstari wa 6 hadi 13. Endelea kuiweka rafiki yangu. Hebu kitabu cha Mathayo 26. Neno la Bwana linasema, naye Yesu alipokuwapo Bethania katika nyumba ya Simoni mwenye ukoma, mwanamke mwenye kibweta cha marhamu ya thamani kubwa alimkaribia, akaimimina kichwani pake. Alipoona wakakasirika, wakasema, ni kwa nini upotevu huu? Maana marhamu hii ingaliweza kuuzwa kwa fedha nyingi wakapewa maskini. Yesu akatambua akawaambia, mbona mnamtaabisha mwanamke? Maana ni kazi njema aliyonitendea mimi. Kwa maana siku zote mnao maskini pamoja nanyi, lakini mimi hamko nami siku zote. Maana kwa kunimwagia mwili wangu marhamu hiyo ametenda hivyo ili kuniweka tayari kwa maziko yangu. Amini nawaambieni, kila patakapohubiriwa injili hii katika ulimwengu wote, tendo hilo alilolitenda huyu litatajwa pia kwa kumbukumbu yake. Alisomea kitabu cha Malaki sura ya 3 mstari wake wa 13 mpaka mstari wa 18. Kitabu cha Malaki sura ya 3 kuanzia mstari wa 13. Maneno yenu yamekuwa magumu juu yangu, asema Bwana. Lakini ninyi mwasema, tumesema maneno juu yako kwa namna gani? Mmesema kumtumikia Mungu hakuna faida, na tumepata faida gani kwa kuyashika maagizo yake na kwenda kwa huzuni mbele za Bwana wa majeshi? Na sasa mwasema ya kwamba wenye kiburi ndio walio heri, naam, watendao uovu ndio wajengwao, naam, wamjaribuo Mungu ndio waponywao. Ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza, akasikia, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. Nao watakuwa watu wangu, asema Bwana, nami nitawaachilia kama vile mtu amwachiliavyo mwanaye mwenyewe amtumikiaye. Ndipo yeye amtumikiaye Mungu na yeye asiyemtumikia. Kwa maana angalieni, siku ile inakuja inawaka kama tanuru, na wote wenye kiburi na hao watendao uovu watakuwa makapi. Siku ile inakuja itawateketeza, asema Bwana wa majeshi, halitaacha shina wala tawi. Watoto wa Mungu aseme amen. Peleka maiki kwa ya 17. Usichoke ukakaa kabla sijakwambia kama mtoto kama Esther Kayuanga, kwa nini ukae? Mstari wa 9 na wa 10. Alafu mzee Melezi utasoma Mathayo 5 mstari wa 8. Huo hata kwa kichwa tunasoma 20. Yeremia 17 mstari wa 9 nayo inasema, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa na kufisha. Una ugonjwa wa kufisha. Nani awezaye kujua? Mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake.
Asante. Karibu anayefuata hapo maiki, mzee wa kanisa hapo. Kitabu cha Mathayo sura 5 mstari 1 tu. Mstari wa 8. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Turudie mara 3 andiko hili. 1, 2, 3. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Mara ya pili. Mara ya 3. Ulize mwenzako, unatamani kumuona Mungu? Usiende tu siku ile, hata saa hii. Tunamuona Mungu katika maeneo makuu mawili, wakati tunaoishi na tukimaliza mwendo. Muulize tena, una matarajio ya kumuona Mungu? Amekwambiaje? Amekwambia anayo. Mwambie tunza moyo wako, mwambie linda moyo wako. Amefanya sema linda vitu vyote kuliko ulindavyo moyo wako. Jamani, ulinde nini? Moyo. Na mimi nataka nijue ulinde kila kitu, lakini linda moyo kuliko vitu. Linda moyo kuliko gari, kuliko nyumba, kuliko simu. Moyo ulindwe. Nyumba yangu nasema andika, niopewa na Bwana, kaa alafu andika. Nimesema kamwe, naomba utulivu, kamwe usiruhusu moyo wako uharibike. Bii yake, usiruhusu moyo wako watu wengine waharibu moyo wako. Mwambia tena, kamwe linda sana moyo wako usiharibike. Lakini jambo la pili, uwe makini watu wasiharibu moyo wako. Mtoto wa Mungu aseme amen. Kule nyuma mpunge mkono aseme amen. Moyo ni kiwanda kinachopokea mambo mengi sana, lakini pia ni kiwanda kinachozalisha malighafi nyingi sana. Sasa inabidi, namkumbuka Johnson Kiza alisema uwe na chumba cha kupokelea habari nzuri, pia na chumba cha kupokelea habari mbaya, alafu naziondoa. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wengi, kuna wakati ambapo wamepita kwenye magumu mengi, kwenye magonjwa kila aina, kwa sababu waliuacha moyo wazi sana. Hawakuwekea mlango wigo, moyo wigo, kwamba usidonyolewe na mtu yoyote. Bwana asifiwe. Mwambie mwenzako, ndio maana Mungu aliuweka moyo ndani ya mtu ambaye ndio wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo neno naomba nitulie kweli kabisa. Kimetoka kingine huko sana, kingine hicho. Naomba utulivu. Na dakika chache sana za kuhubiri. Mimi mzuri wa sababu nishawaambia matangazo napokea Jumamosi ndio anaandika, Jumapili na kitu chochote. Moyo ni wa muhimu sana kuulinda. Usiharibike, usiharibiwe na mtu. Kama ni amina sema amen. Na kuna madhara makubwa moyo ukiharibika. Na katika matibabu yanayokula hela nyingi kwa mwanadamu ni pamoja na ugonjwa wa moyo, kwa sababu hata madaktari wake ni wachache. Bii yake, matibabu yake ni makubwa. Enda kule Jakaya Kikwete, watakwambia ugonjwa huu bwana lazima uende India. Moyo.
Nasema tena moyo. Usikatishwe maisha kwa sababu ya mambo fulani fulani aliyoyatunza kwenye moyo. Kama ni amina, sema amen. Tunakutana na watu wa kila aina, tunakutana na mambo magumu ya kila aina. Nakumbuka wakati nilipata na ile tukio la kufunguliwa ile gari ile siku pale Magufuli, nilikuwa na wapendwa watatu, mke wangu, wana Pamela, Pilipina pamoja na mzee kiongozi. Nadhani alikuwa amekuja muda fulani. Akaja mpagani. Kama amelewa hajalewa, akasema, "Bro, tulia." Alishika bega, "Tulia. Hivi ni vitu tu vinaharibika, vinakuja, vinaondoka. Usije ukafa kwa sababu ya gari." Bwana sifiwe. Mwenye dhambi kabisa. Ila alikuwa ni mtu mzima. Anambia, "Tulia." Mimi nikiona unaona gari wewe unateketea. Lakini nikakumbuka kuna maisha mengine. Na jamaa neno leo usema Yesu yeye ni Mungu amemtumia. Hata yule mko wa nani wa Musa alimwambia Yesu, akamwambia wewe fanya 1 2 3, alafu Musa naye akapokea ushauri. Wapendwa kanisa la Bwana, kama kuna kitu Yesu anakitamani kwako ni moyo wako. Nasema tena, kama kuna jambo Yesu analitamani kwenye maisha yetu ni moyo wako uwe safi. Moyo ukiharibika, moyo mambo mengi yanaharibika. Bwana asifiwe. Moyo ukishakuwa mbovu, hakuna tena shauku kumwabudu Mungu. Hakuna upendo tena wa kupenda kuwa na watu wengine. Tumaini linapotea. Alafu, hebu sema alafu. Kinachotoka ni sumu kali. Ni sumu. Ni sumu. Bwana asifiwe. Hatuulizana. Andiko letu la msingi. Ndio kuweka mic yako kwa vizuri. Sinua sauti yako mwambie na ibada tatu. Tuulizane. Andiko letu la msingi kitabu cha Mathayo 26. Wakati Yesu anaenda kwenda kukaribia msalaba, akaja mtu mwanamke, msema mwanamke aliyetoka zake safari, alikotoka akakaguswa na huduma ya Yesu, akafanya nini? Akachukua mafuta yake ya thamani. Hebu sema ya thamani. Yale yenyewe. Alafu akaja akamimina kwa nani? Miguuni kwa Yesu. Na jambo gani alifanya? Wanakipenda na kinakula na nyingi kama nywele za wanawake. Halo? Nisikutegemea kwamba kuna mawiki mpaka ya 800,000 ya milioni, nisikujua hiyo. Sadosi hiyo milioni na 800,000. Milioni gani? 3. Anakuja mke wako akamwambia, "Baba, nimeona wiki la milioni 3. Mimi unasikia nimefunguka milioni." Unaenda kununua nini? Imradi ufurahishe. Ndicho tunachokifanya. Sasa usimhukumu aliyevaa wingi lake la milioni 2, milioni 1 ni uwezo wake. Ni viwango vyake, mwache asuke nywele anazozipenda. Yaani watu bwana. Unajua wewe ukisharibika unakuwa huna gajema na mtu. Yaani watu bwana wanasema tunaokoka, tunapendana. Sasa mbona muangalie, anabadilisha viatu kila siku. Muangalie nguo zake kwanza na 5,000 pale kama ukosei. Wiki lenyewe aliyolivaa. Sasa mbona asiwape maskini? Anaufresha moyo wake. Bwana sifa. Na kwa kienda kwa maskini anasema kwa taarifa nimeenda kuwasaidia wajane. Sio lazima. Nataka upate picha ambayo mwanamke alikotoka ametoka na kitu chake cha thamani, mafuta jambo la pili cha thamani, zile nywele. Anafika mahali anambusu Yesu miguu yake kwa sababu ya upendo wake kwa Yesu Kristo. Wanatokea majamaa. Ndio wanatokea watu ambao hawajatoa hata 100 kwenye ile mafuta.
hawana mchango wowote kwenye yale mafuta, hawana mchango wowote kwenye zile nywele za mwanamke. Mwambie mwenzako, jihadhari na watu. Asema tena, jihadhari na wanadamu. Akasema, ya nini mafuta haya kuchezewa namna hii? Halo, si yanaliuzwa? Halafu akaona kama vile wanamsaidia Yesu huruma. Mwambie mwenzako, Mungu asaidiwe. Wakamwambia yanaliuza, halafu yangeweza wakapewa masikini. Maana yake lililofanyika hapa sio la kiroho, lililotendeka hapa si la kawaida. Wanaonekana ni watu wa huruma, ni kama wale madereva daladala, ni wakorofi barabarani. Na kama unaendesha daladala hapa, nakwambia neno sio mkorofi katika jina la Yesu. Yaani wale jamaa kushusha, hawashushi kila kituo, ila kupakia wanapakia kila mwana anapona wao. Yaani pata shida sana jana. Wakati mwingine uzembe tu. Nimechelewa kaniandaa ibada hapo, nakuta jamu imefurika, niliacha gari mazuri. Nikaja ngao nikaya hapo ofisini pumziki kidogo, alafu niende kwenye mkutano. Jioni narudi. Muda umeshaka, nimekaa ofisini nimekaa, kwa maana naomba mtu anayeafia vitu vya Jumamosi, Jumapili sitaki. Kama yeye nikaa mpaka saa 3 usiku huko, pamoja na kwamba nimetoka kwenye nje. Ulikuja saa 3 mama yangu, jana tumechelewa saa 3. Ya saa 3 na toka hapo na gari na section yangu na kwenda wapi maduka 8, hakuna hata pa kutema maji. Hapo nikafanya fao, nikaposi kulia chapu, nikapata gari zangu nyumbani. Na siwezi kulaza gari la watu nje. Nikapumzika kama dakika ngapi, tena nikarudi bado imejaa. Mwingine bado saa 5. Nalinda chombo cha watu. Wewe kwa nini usilinde moyo wako? Mwambie mzako, kwa nini usigaramie moyo wako uwe salama? Halo? Kwa nini usigaramie moyo wako? Kwa nini usitunze moyo wako? Akasema haya mafuta yangeuzwa afu apewe maskini. Yesu akatambua nia zao, kwamba mioyo yao sio mizuri, imeharibika. Nakuombea neema ya Mungu sio miongoni mwa moyo ulioharibika katika jina la Yesu. Nakuombea neema ya Yesu Kristo usiwe miongoni mwa watu wenye moyo ulioharibika. Anasema heri, neno heri maana yake wamebarikiwa wenye moyo safi, watamwona Mungu. Moyo ulioharibika unaga shukrani. Hauna shukrani. Hata utendewe mema 10,000, moyo utakusema asante. Na moyo ukiharibika, utunzaji uwepo wa Mungu. Una kawaida moyo ukiharibika unafukuza uwepo wa Mungu. Ndio maana kuna watu wakavu kanisani kwa sababu moyo ulishaharibika. Kuna jambo tu lilitokea, of course ndio hata niombe msamaha. Nilikuwa na wahubiri wangu 4 hapa. Bwana sifiwe. Na hiyo ilikuwa ni jitihada za pastor Kangarao kuleta chakula. Niseme kama kuna mmoja wapo kati yao alikukwaza, moyo wako samehe. Amen. Usiangalie hata kadogo, angalia ile alichokuletea ni kitu gani. Sema amen. Sema amen. Na lengo la pastor ni kukujenga, sio kukubomoa. Nakumbuka watu wanatofautiana. Kwa ni kuombe, kama kuna mahali moyo ulipomuka, Yesu uponye katika jina la Yesu. Amen. Kusudi letu ni kujenga moyo wako zaidi. Ni kweli kila mtu ana mbwembwe zao. Na mbwembwe zao. Mimi mwenyewe hata nikikaribishaga madhabahuni na linda madhabahu za watu. Ndio kanuni pia of course ya mhubiri. Sasa nasema mimi kuna wakati tunalala vitanda vingine, unakutana Kayanga na kunguni huko. Kama vile kitanda cha kule niko kwa na ubiri Tabora siku 15. So ni ubiri 7 hapa na 8.
Ukilala tu na uzito wangu nasikia pupu umeshagubukia chini. Alafu mimi niko vipi, uko salama? Niko salama tu. Hii adha si ya siku 5 tu. Kwa nini haribu huduma yangu kwa sababu ya changamoto ya siku moja? Naiondoa. Baada ya Bwana niwekea daraja nivuke. Sio kila kwenda kuna starehe, hapana. Kuna magumu mengi, lakini tunasema kwa ajili ya Yesu basi. Nawapenda ila mmekuwa kiroho, sema amen. Na ndio maana mimi hata nikiondoka sina wasiwasi na nini. Kama kazi nimeifanya, sio kama nenda mbinguni. Kama kuhamisha ni kuhamisha. Mwe na uwezo wa kupembua jema na baya. Semeni amen. Kaiwanga jema tunakula, baya tunafanya. Kwa lazima tule yote. Kama mwenzako wewe mtu mzima kiroho. Yanao kufaa unaweka kwenye moyo, sio kufaa. Naona tunaendelea kuleta watu ili mpaka kieleweke kweli. Ukijalo unaloisha lile linginaacha hili. Takuwa na mbele chapa nyota. Tatuhudumia wiki nzima. Kutoka Mababukeni anakuja Gregory kutoka pale Tanga, watu mtoto wa Kitanga, kutoka Mzumbe. Mimi napenda watu pia wawazi. Semeni amen. Uwazi pia unasaidia. Sawa sawa. Sasa moyo wa huyu hawa jamaa akasema, Yesu, haya mafuta tulitamani yakiuzwa yaende kule. Yesu anasema jambo analolifanya mwanamke ni jema. Na kila injili itakapohubiriwa ni sharti litajwe. Na mimi kwa sababu nahubiri injili kibanda cha mkaa, Jumapili nimemaliza kwa pasta kwa katibu wa jimbo, lazima hili niseme. Aliyolifanya mwanamke lilikuwa ni la kiroho. Aliongozwa na Bwana. Alikuwa rohoni. Ndio maana tunakasema kinachogomba kwenye kati ya mtu na mtu ni mitazamo. Kuna mwingine anafikiri hapa, mwingine anafikiri bana, nataka tufanane. Kinachogomba namba 2, mtu uko mwilini, mwingine uko rohoni. Viwango vya rohoni vinaonekana kiroho. Semeni amen. Biblia inasema, mwambie mtako, Biblia inasema wacha Mungu wakasemezana wao kwa wao. Punga mkono. Uwe makini na maneno unayosemezana kwa mitaani. Inaharibu mazungumzo, sema mazungumzo mabaya huharibu nini? Hamjanielewa. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Ulikuwa mwombaji kwa sababu ya mazungumzo, umeacha kuomba, umeharibiwa hivyo. Shetani anakuibia vitu vyako pole pole kwa ajili ya maneno. Ndio tunasema amina kwa sababu mafundi wa maneno. Mzee Swai na mchana Swai kuanzia kichwa mpaka kiatu chake alichovaa, gari anakaa wapi, anakula nini, na kusaidia. Huo ni utoto. Nawapongeza mnayevumilia utoto wa watu wengine katika jina la Yesu. Kwenye makanisa tuna watoto wengi tu ambao wataki kukua. Halo? Hapa nakiona siku moja pasta ametokeza sema sadaka zetu zile. Bwana sio sadaka zao. Bwana tusaidie. Wakasemezana wao kwa wao. Biblia inasema na Bwana akafanya nini? Akasikiliza kwanza. Mambo mengi yaende kwa sababu walokole wengi tunasikia tu. Tunasikiliza tu lakini hatufanye. Hatuchukua tu apida kutenda. Hapo ndani kihubiri mpaka saa 7. Nasema amen, amen, amen. Sasa na mimi nataka nione madhihirisho ya ameni yenu ya kwamba ndiwe iwe ndivyo ilivyo. Tuone matokeo. Haina sababu kusema amina, amina, unabaki yule yule. Moyo usipokea. Halo? Rudia msamaha unasema Yesu. Nachelewa bwana. Kwenye Malaki wakasemezana wao kwa wao. Alafu Yesu anaweka na Malaki na
usiseme maneno magumu, mwambie mwenzako mbele za Mungu wewe. Kuna wale Musa alifanya blanda nani Ayubu. Akamuuliza Mungu maswali, akamwambia sasa kaa vizuri. Nikuuliza wakati naweka bado ulikuwepo wewe. Wakati unatungwa mimba kwa mama yako ulikuwepo. Wewe unajua mwanzo wa hayo mwisho wake unajua. Akamuuliza, je, unaweza kujiongezea hata kilo kidogo? Hata nywele zako unaweza kuongeza? Hata ukipitia kwenye pito gumu, sio na maneno magumu mbele za Mungu. Usiwe na maneno magumu mbele za Mungu. Nimeona huruma sana yule mjane. Msiba ule na mdosi ulimuhusu pia. Nilienda ile siku ya usiku wake kabla hawajasafiri. Nenda na mke wangu. Nikapata muda kuingia chumbani nikamwombea yule mama. Kama nilivyosema, ameacha vitu vingi. Nikamwombea, nikamwambia mama, kuna maisha mengi. Haijalishi mume wako alikupenda kiasi gani, wewe umpenda kiasi gani, usiruhusu moyo wako uumie kupita kiasi. Bwana Yesu apesi. Niomba kuna siku moja kwa kakaangu, niomba ushuhuda ule ambao kakaangu alifia pale Mtubele. Mchana wa saa 7 namwangalia, nampenda mketo wa kwanza kabisa. Anakufa namuona. Nikajivika moyo wa ujasiri, nikamwambia shemeji, twende pale nje mara moja. Wakati na macho ya madaktari wanakusanya kwa mfuniko wa jamaa. Kama kwani hivi shemeji, kagawe tulia tu hapa. Nikahakikisha mwili umetengenezwa vizuri, nikasaini kwamba ndo amekufa, afu kampeleka mochwari. Kampigia rafiki Wimile. Yuko pale kwa mashaka, nikamwambia mzee naomba uje, kwa yuko karibu pale Arusha. Akaja na Prado, akamwambia shemeji, panda kwenye gari la familia yako. Kwani vipi? Ameshapaka. Akamwambia sikiliza, nimeona hapa mahali hapafai, na muondoa mgonjwa wangu, na muondoa kaka yangu. Unampeleka wapi? Nikamwambia nampeleka hapo Ngalanalo hapo. Mwana anajua mitaa Ngalanalo, Kisongo, sio Gagogo, sio wapi, majaji ya chai, Usaliva, sio mwingine. Shemeji akakutosha Arusha. Wewe unajua wewe mchukua Arusha wewe. Tukapanda kwenye Prado. Hapo najua kaka nimemwacha mochwari. Tukaenda ngana tukapita. Wanja wanege tukapita. Kwa nabii mkuu tukapita. Tukaingia kidogo duka bovu tukapita. Sasa tukakosa njia kwenda Monduli sha. Niambie shemeji. Ambia tulia, tunaenda nyumbani. Nilipofika nyumbani nikaambia sikiliza shemeji yangu. Ale kaka yangu, wewe ni mume. Nikamwambia watoto na nyinyi baba yenu nisikilize. Baba hayupo, mume hayupo, kaka hayupo. Kama mnalia ni yeye msuliza. Ila kuna wakati asema basi. Nataka nikutie moyo hata kama unapita kwenye mambo magumu, usiruhusu moyo wako kumwazia Mungu kwa upumbavu, ukafikiri Mungu amekuacha, ukasema Mungu mbona bado Mungu hajakuacha, anakupenda. Kwa maana wengi wamekufa, lakini wewe bado unaishi leo. Hata sadaka ya wiki moja tunakosha kukutetea wewe. Na mimi nimkagua wiki jana, Dr. Victor hapa nimkagua. Niona na kovu, gari limekuwa halifai chapati. Alafu mtu ataunyola kwenye otofoka hata umoja wewe. Huyo si Mungu huyo. Hapo leo kwa. Iluka hapa, huyo ana ushuhuda, nitende Samuel aje siku nyingine. Mnakumbuka siku moja ni familia ilikuja hapa, mbebe yule mtoto anamweka kwenye kiti hapo, mnakumbuka? Mnakumbuka? Samuel mnamkumbuka? Amefanya mtendo saa 7 amelala. Na chini ya usimamizi. Juzi anakuja ofisini anatembea mwenyewe. Yesu anaongoza. Anatembea mwenyewe anasema baba, mimi ndio yule Samuel. Na mimi nasema ni wewe kweli? Anasema ni mimi. Yesu mliye naye ni mkubwa kuliko mafuta ya taa. Yesu mliye naye ni mkubwa. Usiruhusu moyo wako uweze kuumia. Usiruhusu moyo wako uumizwe
Usimpaka hata kulinda mwisho kwa sababu umechoka. Kwa sababu nalinda muda. Mungu amenipa neema kuhubiri na kutosha pia. Kwa nini moyo? Asikia ni mateka story. Wakasema maneno magumu. Kwenda kwenye mkesha kuna faida gani? Tarosi tumeokoka siku nyingi. Kwenda kwenye WWK. Niwauliza WWK wale kuwepo kwenye kwaya jana. Nani ataligusa mchango? Na of course wiki ijayo ndio siku ya WWK. Karibu robo tatu. Hakuna ataligusa. Swala la sikukuu sio la Galilaya peke yake. Sio kama naelewa. Ni la kanisa la Tanzania Assembly of God. Ili wanawake mpate neema ya kumtumikia Mungu. Watu wa Mungu aseme amen. Watu wa Mungu aseme amen. Na wanamtumikia Mungu kwenye madhabahu ya kweli wanasikia raha, maana kumtumikia Mungu ni fursa, maana kutoa ni fursa. Yaani kwa pale Kimara TG akaja mama mmoja mkiwa Profesa Kajuna. Profesa alishakufa. Amebaki mke akamwambia, "Kangala shemeji yako ataenda shemeji mtu wa hongo." Nikamwambia, "Njoo uone muujiza ambao mama amenitendea kwa mama wa Sayuni TG." Wamemnunulia gari model nzuri wa mama wachache. Unajua kutoa kuhitaji wingi wa maelfu ya watu. Na mimi sikwambii uninunulie gari, hapana. Ninajua Mungu anaweza, lakini kama Mungu atakupa fursa kumtumikia Mungu hata kwa 500 tumika, unalinda viwango vyako, unalinda wewe uhusiano wako na Mungu. Na kama nyenyekea, wewe kama kondoo anayekwenda machungani, usiruhusu moyo wako useme visivyo ndivyo sivyo. Tatengeneza ugomvi na Mungu sio na sababu. Mungu akasikiliza, halafu akasikia. Jambo la tatu, yale yaliyoandikwa, yaliyonenwa yakaandikwa kwenye kitabu cha kumbukumbu. Ndipo mkajua mwenye haki ni nani na mwovu ni nani. Ndipo mtajua mtumikie Mungu na asiyemtumikia Mungu. Wapendwa, kumtumikia Mungu kunalipa. Tuko mahali kama tulivyo, tunalipwa na Mungu kwa sababu ya ule utumishi mdogo. Unakuja kupamba pamba, unafagia kanisa, fagia, unafuta viti, futa kwa uaminifu, unaimba kwaya, imba. Angalia Kristo bariki sana ibada ya Jumapili. Leo ni mwakalisha kanisa Mungu. Na ibada zetu zinaangalia na watu wengi. Na wanajitoa kweli. Wakati Mungu anabaki mpaka saa 5 wakina baraka. Kwa hiyo tunabaki kwa ajili ya Bwana. Na si wote lazima tuwe waimba sifa. No, kila mtu ashike kilo lake. Kila mtu ashike mahali ambapo akienda mbinguni atasema Bwana niko hapa. Wanatufundisha Dr. Galami Munisi wakawa jana. Somo zuri sana akasema, sikiliza, hatutapewa taji kwa sababu tuliperform vizuri kwenye kalama zetu. No. Kalama ni zawadi tumepewa na Mungu. Lakini utumishi ambao utadhihirishwa na zile kalama ndio utakayotupelekea tuvikwe taji. Nilimwelewa sana yule jamaa. Unasemaje kwa habari ya kumtumikia Mungu wako? Hatumtumikii mtu, tunamtumikia Mungu anaishi. Sema amen. Na ukielewa hivyo, utumishi wako utakuwa kulazimishwa. Hautakuwa kusukumwa. Kwa nini moyo? Andika mambo ya 3 Kwa nini tumseme moyo? Moyo una kawaida ya udanganyifu. Moyo una kawaida ya udanganyifu. Moyo una kawaida ya kubadilika. Jambo la pili, moyo una kawaida ya kubadilika. Semeni amen. Ukiona mtu ametoka kwenye njano ambao mwekundu, ujue tatizo sio yeye, tatizo ni moyo. Halo. Ukiangalia wakati ameenda kufanya ibada kwenye sura ya kitabu cha Mwanzo, sura ya 4, kati ya Kaini na Habili, mmoja anakataliwa na sadaka yake inakataliwa, mmoja anakubalika na sadaka yake inakubalika. Tatizo ni kuwa kwenye moyo. Kuna watu hawafanyi tathmini ya maisha yao. Kuna watu hawafanyi tathmini ya utumishi wao mbele za Mungu. Akikuita leo utakuwaje? Jamaa leo msindikiza Moshi alikuwa yuko vizuri.
lakini ukweli, kama ungemuuliza, singejua kama anakufa. Halo, ila yeye kwa sehemu alijua kwamba anakufa. Maana kuna maneno niongea na Tumaini, anasema alianza kumwambia mke wake siku tu ambayo hajui, maana mke wake sio anafanya kazi wapi huko, alafu anasema siku kiamua unaweza kubadilisha nyumba ukafanya hivi, alafu ukafanya hivi, ukaongeza wapangaji. Alafu kama wewe unaongea maneno gani hayo? Mwenzake anaona na kwenda, mwingine haoni. Kwa nini nakushawishi moyo wako uwe safi? Hakuna ijuaye kesho yake mwenyewe. Hakuna anayejua baada hapo nini kitafuata. Hakuna anayejua unamalizaje mwendo, na kuombea ukimaliza mwendo usimame kama Paulo anasema, vita nimeipiga, neno nimeumaliza, imani nimeilinda, na baada ya hapo nimewekewa taji ya uzima. Hayo maneno nakwambia, wewe zunguka mitaani, lakini mtumikie Bwana, lakini linda moyo wako usiharibiwe na watu wengine, ukaacha utumishi wako, ukaacha maombi yako kwa sababu ya midomo ya wanadamu. Wewe wako usibadilike. Nikuulize swali. Kutana kuulize swali. Kuna dogo mmoja kwenye mkutano jana, nimpe 10,000. Nimpe 10,000 kwenye mkutano. Naona kwa swali. Yule dogo ahubiri mkutano. Juzi akaja akasema, neno lile upili limenishawishi. Nimetoka nilikokuwepo mafichoni, namtaka Yesu. Jana nilichoka sana, namtaka Yesu. Akaokoka kibanda cha mkaa. Akiwa amechoka. Jana akaja ibadani kwenye mkutano. Nikaambiwa kuja John Kupesoni. Unampa kwa sababu anaamua kumpenda Yesu wake kwenye huduma. Hahitaji kusukumu. Kaje sote. Na kama unahitaji kufanyia kazi zingine, huja kama mwaminifu. Mimi nawafahamu wengine bla bla. Madisha kushayumba. Kama ndio wapo kanisani kimadisha nafanya. Na unategemea kwa baba mume wa mtu huyo, dishi limeyumba. Tunataka baba wa watu ambao madishi anakamata network hapa duniani, yanakana kupata network hata mbinguni. Moyo una kawaida kubadilika. Andika, moyo una ugonjwa tena mbaya sana kufisha. Sema ile hata pale saa 3 kifika mmoja shara ondoka hapa. Kama itazidi dakika 10. Andika, mbona kaenda nini? Andika, mbona kaenda kujivuna? Haleluya. Haleluya. Mbona kaenda kufanya nini? Unakwenda kufanya nini? Hebu nisome kitabu cha Luka sura ya 12. Asaidiana wapendwa. Tuko hapa ili kujengana, kutiana moto ile mbinguni tukamwone Yesu. Hakuna siumia kwenye ule msiba wa juzi. Mimi bado nimebaki kwangu alama. Nilijisikia vibaya mno nilipoona watoto wadogo wameachwa na baba yao. Luka 12. Mungu akasema, maisha haya ni nini Bwana? Tunavitafuta kweli, tunamwacha mpaka Mungu? Hapana, tutafute pamoja na Mungu. Luka 12:18. Neno la Bwana linasema, akasema, nitafanya hivi, nitazivunja gara zangu, nijenge zingine kubwa zaidi, na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Kisha nitajiambia, nafsi yangu, una vitu vingi vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Pumzika basi, ule, unywe, ufurahi. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku huu wa leo wanataka roho yako, na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Ndivyo alivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake akiba, asijitajirishe kwa Mungu. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Nakuja kwenye sababu za kwa nini moyo huharibika. Jambo la kwanza, watu wanapokuwa mbali na Mungu. Nakutia moyo kama umechoka. Tunatafakari na mke wangu nyumbani. Nataka niongee pia na wazee baadaye. Kanisa linahitaji kuungana. Jamani, amina. Tufanye kwa umoja. Tukio la mtu fulani leo la wote. Bwana Yesu apesi. Ni kama mchungaji na mtu kipewa taifa anatangaza. Sasa tatizo watu mtu asipokeaje. Sitaki kuuliza wangapi wanafanya ibada ya majumbani mwao za nyumbani. Lakini wewe unajua ibada za nyumbani ni za muhimu sana kuliko maelezo. Watu wanapokuwa mbali na Mungu, mbali andika na ibada, mbali wanatengeneza bomu. Pambana kule nyumbani kwako hata ibada ziwepo. Pambana ibada na kusogeza kwa karibu na Mungu. Halmashauri kuu imeleta mambo kama 40 ya kuliambia kanisa na kuambia wachungaji na kuambia waangalizi tuyaseme. Alisimama mchungaji Lucas Mlelo wakati akasema mambo kadhaa kama 6. Akaja makamu askofu akasema na yeye anapaswa kusema. Akaja askofu wa jimbo akayasema na yeye. Moja ni mambo ambayo ni muhimu ni afya ya kiroho cha washirika. Jamani, amina. Kiroho chako kipande kikue, hakiwezi kukua bila ibada. Hakiwezi kukua bila ushirika. Moja ya jambo lilozungumzwa ni kuheshimu vikao. Unaelewa? Vikao viheshimiwe vya aina yoyote ile kidara. Mimi mwongozo nataka kama mwangazi kila mwezi ndio na vikao visiopungua 3. Cha kuandaa agenda, kikao husika, kikao na askofu kila mwezi. Alafu na hitu wasema mimi nimechoka, mimi mwenyekiti endelea. Jambo la pili linalopelekea watu mioyo kuharibika, nimesema mapito ya muda mrefu. Yaandike hivyo, mapito ya muda mrefu. Jambo la 3, mafanikio. Mafanikio. Nataka nikutie moyo. Mimi nasema nyenyekeni chini ya mkono wa Bwana ndio hodari. Naye Bwana atawainua kwa wakati wake. Hapo ulipo ni Mungu amekufikisha. Galilaya tunyenyekee ili Mungu atupeleke viwango vingine. Mafanikio yasiruhusu moyo wako kuharibika. Mapito ya muda mrefu yasiruhusu moyo wako uharibike. Nimesema nafasi ya mtu. Nafasi ya mtu unaweza kupeleka mtu moyo kuharibika. Nikaandika watu kuambatana na watu ambao sio sahihi. Andika. Sio kila mtu lazima aje kwako awe pacha na wewe, ambatane na wewe. No, huyo mtu awe sahihi. Watu wa Mungu wasimame. Jambo lingine, imani zidanganyazo. Kutoka pale Kimara, katibu wangu ananiambia kuna mtu amefungua kazi mahali fulani, nenda kaangalia. Kaenda pigi, kawasha gari, kaenda mpaka katibu wa jimbo. Of course ni karibu naye sana. Sisi tumejiwekea angalau kilomita 1 na kadha kadha. Yeye anajiita wa kwetu, lakini hata mita 300 haijafika. Kawasha na kamati yako ambia twende tukaenda. Tunamkuta katibu wa kanisa. Hili kanisa gani? Kaenda. Tuko 7 kwenye Tanzania nzima, makanisa yetu 7. Mna askofu. Msimamizi hatuna. Tuna mwenyekiti tu. Hata mwenyewe aliyokuwa haelewi imani gani. Tuna imani nyingi, mafundisho mengi potofu yasiuharibu moyo wako. Nyewe wengine sumevunjwa lana kwenye masimu
simu yenu. Sio mkoka funavunjiwa nani ametoka wapi? Sio kila madhabahu ya kupanda mbegu wewe. Unajiunganisha, wengine wamefuliwa pete hivi na wale wanaoamini wakawafika tena. Alikufia kwenye pete ndoa ya kwanza, anakuingiza kwenye ndoa ya pili ya kwako, umefanya agano na yeye. Mimi siwezi kukuchunga kwenye simu yako, lakini wewe mwenyewe jichunge. Kitu gani unakiona, kitu gani unakisikiliza, kitu gani unakihifadhi kwenye moyo wako. Ukomae. Sio mshiku na kuona wachungaji 7, wanini wote hao. Mwangalie kwanza. Mwambie mwenzako Mungu karibu sana na wapo Yeremia 23:23. Mimi ni Mungu niliye karibu na sio Mungu niliye mbali. Takuwa na walimu wengi lakini baba mnaye mmoja. Usikubali kuambatana na watu walioharibika moyo. Moyo huharibika kwa sababu ya kiburi tu cha kawaida, kiburi cha uzima. Kiburi cha uzima. Kiburi cha uzima. Nini cha kufanya? Uwe mtu wa neno. Kaa kwenye neno. Maana usipokaa kwenye neno kuna matokeo ya hicho kiburi. Kuna anguko, kuna kupoteza shauku ya kumwabudu Mungu, kuna kupata mavamizi ya roho zidanganyazo, kuna kuiacha imani na kupokea mauti. Sio ukafikiri kila kitu unachofanya kitakuwa na matokeo, kitakuwa na matokeo. Kuwa mtu karibu na neno la Mungu. Bwana Yesu apewe. Mungu kia mwenye glory, njoo mwambie Yesu shikamoo alafu nenda kazini. Inalipa. Mwambie siku moja kuna mtu mmoja kwa na muda kabisa kuingia nyumbani katikati ya wiki. Lakini kila kija na kumwambia Yesu anafungua mlango. Yesu shikamoo, naenda kazini. Anaondoka. Yesu shikamoo, kesho hiyo. Siku akapata ajali mbaya sana ya gari. Mifupa ikakatika. Madaktari wakafanya operation walioweza, wakaweka vyuma na kutosha. Usiku wa manane shangaa, nuru ikaingia kwenye kile chumba. Inasema mimi ndio yule Yesu. Uliyekuwa unakuja kuniambia shikamoo, nimekuja nikuponye. Akashangaa katikati ya usiku kuna watu kama wanagusa huku na huku. Mwisho anainuka. Kwa nini anainuka? Alipewa nafasi kumpa Mungu kipaumbele. Usiwache vipaumbele vya kwako. Kipaumbele namba moja, anza na Mungu. Hata kama chelewa, piga goti nyumbani. Omba, ombea familia yako. Ombea kwenda na Mungu atabariki maisha yako. Simama kwa ndugu yako nikuombea. Simama nikuombea. Na mambo mengi lakini itosha hapa. Kaa kwenye imani. Jali watu wengine. Nasema tena jali watu wengine. Jali vitu vya Mungu. Na watu wanasubiri waite. Jali vitu vya Mungu. Jali vitu vya Mungu. Mama mikono yako chini. Bwana mkija mnakuja kweli mmemaliza. Nataka tumwabudu moyo wangu na kutamani wewe Bwana.
tafakari, anasema iweni ndani ya hiyo iliyokuwemo ndani ya Kristo Yesu, iliyokuwemo ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna sawa na Mungu, naye akaona kuwa sawa na Mungu sio kitu cha kushikamana nacho, bali akajifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, ikawa ana mfano wa mwanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, akajinyenyekesha, akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, na vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu. Nenda mbele za Bwana, mwambie moyo usinidanganye, mwambie Bwana moyo usinifariji. Ninapotakiwa kutubu lazima nitubu, ninapokuwa nimedanganya lazima nione hatia moyoni mwangu, ninaposhinda kufanya wajibu wangu, moyo usinipe kutulia, usinipe kutulia, nami naombea moyo wako usikengeuke. Naomba niombee moyo wako usibadilike, ukiinuliwa wafute wengine, ukiinuliwa wasaidie wengine. Mama yangu wewe ni mtu wa thamani, baba yangu wewe ni mtu wa thamani mno. Niko kusudi na Mungu na kukufanya uwe kama ulivyo. Jiombee mwana mpenzi, ukitumiwa na Bwana, nyenyekea mbele za Bwana. Nijiombee mhubiri, nikitumiwa na Bwana, moyo usinidanganye. Usiache unyenyekevu wako, usiache unyenyekevu wako, usiache wito wako, usiache kusudio lako, bali mbona watu sio saizi yako. Bwana Yesu akuwachagua, Bwana Yesu akuwabagua watu, Bwana Yesu akuokoa wasomi peke yao, Bwana Yesu akuokoa matajiri peke yao, aliokoa watu wa aina zote, aliokoa watu wa kabila zote, aliokoa watu wa rika zote, aliokoa watu wa aina zote. Hebu waambie moyo usinidanganye, mimi ni mzuri kweli, usiote kiburi, mimi nafanya kweli. Mungu nipe kunyenyekea, Mungu nipe kunyenyekea, Mungu nipe kunyenyekea. Haleluya.
Tunasimama kwa mikono yako. Shauku yetu ni kumtumikia Mungu. Inua mikono yako chini. Mungu akuumbie tukachembe kwa unyenyekevu kwenye moyo wako. Yesu anasema mtakapokwisha kufanya yote, mlioamriwa na Baba yenu wa mbinguni, semeni sisi ni watumwa tu, tusiye na faida. Moja jambo Mungu anatupima kama alivyompima Adamu na mke wake Eva, akawaambia sikilizeni wanangu, nimewapa miti ya matunda, mnaweza kula miti yote isipokuwa huu mmoja, huu wa ujuzi wa mema na mabaya msile. Shetani akaja kawadanganya. Mungu anasema nakupa milioni 1, laki 1 sio yako, ni ya kwangu. Mungu anautafuta moyo wako. Mungu anaupima moyo wako. Unampenda yeye kwa kiwango gani wewe? Unamjali yeye kwa kiwango gani? Lakini moyo ukipona, yale unayohitaji yatakuja kwako kwa wepesi. Katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Mungu kushoto kwako na kulia kwako dakika chache. Unaweza kuharibika moyo mwema, lakini neno linatuhadharisha. Unatuandaa na kuelekea kwenye baraka. Unaweza ukafanikiwa sana. Usitukane chanzo cha baraka zako. Mungu sikudanganya upeleke naye hakuna wasaizi yako, hapana. Mungu amekuleta hapa tufanye kazi pamoja. Mungu amekuleta tumikie kwenye madhabahu hii. Siangalie watu. Shikana mkono baba. Muombee mtu wa Mungu. Muombee mtu wa Mungu. Peste muombea nini kwa nini? Watu wengine akiimba vizuri wanachukia, moyo unaharibika. Sisi ni viungo. Usikoma watu tushukuru. Baba, nabariki maisha yako sasa. Nabariki maisha ya watoto wako hapa. Nabariki katika jina la Yesu. Wengine wamekuja na maumivu kwenye mioyo yao. Natamka uponyaji katika jina la Yesu. Natamka uponyaji kwenye moyo uliojeruhika katika jina la Yesu. Kwenye moyo ulioumia, natamka uponyaji. Natamka uponyaji. Na Bwana uponye moyo wako. Na Bwana uponye moyo wako. Na kama wapenda watu kwenye moyo, waachie kwa jina la Yesu. Waachie kwa jina la Yesu. Waachie kwa jina la Yesu. Pokea uhuru wa moyo katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Watakatifu wa Bwana waseme amen. Hatujui siku na majira kuondoka kwetu. Hatujui wakati Yesu atakapokuwa amerudi. Moyo wako endelee kunyenyekea kwa Bwana. Nasema wapinga wenye kiburi, lakini wapa neema ya unyenyekevu. Nyekeeni chini ya mkono wa Bwana ulio ndani. Bwana tuinua kwa wakati huu. Mungu anaangalia umetanguliza kiburi kabla kwa mafanikio yenyewe yajaje. Siku ikipata milioni 20, wewe watanitambua kina nani? Kuna watu wenye milioni 100 hawasemi chochote. Kuna wenye milioni 80, milioni 300 hawasemi chochote. Usikasirike kwa sababu mtu mmoja amebarikiwa. Ni mwanafamilia huyo katika jina la Yesu. Na mtu aje ukanyosha mkono. Na tumeomba sana tuje na washirika pia tuwakaribishe watu kanisani. Tunapaswa kuzaa kila mshirika watu wawili. Tunasomea dada ambao tulikuwa kuzaa makanisa, machungaji, mpaka washirika kwenye kanisa fulani na jimbo letu la Ubungo. Humo sefu nana kwa tumetoa na halmashauri kuu. Nyosha mkono.
Karibishe mtu, njoo rafiki yangu kama unahitaji kuokoka, njoo. Mwingine hujaokoka hapo kule nyuma. Yuko mwingine njoo dada. Wewe approach. Soma dada. Sana kwa ufalme wa Mungu. Na wazee wa kanisa hao walelewe, wasipotee hao walelewe. Na wazee wa zamu wiki hii nyinyi ndio mnahusika. Sawa Kwa wiki hii nyinyi ndio mnahusika kuwalea hao, na waandikwe majina, na mimi nataka niendelee kuwaombea. Tumeelewana? Sema Bwana Yesu, nakuja kwako maana nimekupenda wewe Yesu kama ulivyonipenda. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu, liandike jina langu katika kitabu cha uzima milele. Nisamehe dhambi zote ambazo nimezitenda kwa kujua na kutokujua. Yesu nisamehe. Amen. Nyosha mkono, tamka. Baba, katika jina la Yesu tunatamka uzima tena, tunatamka baraka juu ya watu hao, tunatamka neema juu ya watu hao, walinde na kuwatunza, wahifadhi katika jina lako Yesu Kristo. Amen.